Haleluya. 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 Tumtegemee Mungu. Tumtegemee Mungu. Tumtumaini Mungu, nyie wana wa Mungu. Tumtegemee Mungu. Tumtegemee Mungu. Tumjue sana Mungu. Nje ya hapo, njia inayoenda uzimani utaingia ni wachache. Na niliwafundisha hapa na kuwaonyesha safari ya kwenda mbinguni is not a joke, sio safari ya utani. Ni safari ambayo inahitaji commitment ya serious. Kujikana ambako ndani yake hamna mchanganyiko wa kidini na kidhehebu. Unatakiwa mtafute Mungu serious, usiigize. Hata one nitazama kwenye YouTube, usiigize. Tafute Mungu kama hutamtafuta tena. Tumaini Mungu. Hakuna aliyemtumaini Mungu akaibika. Hakuna aliyemtumaini Mungu akafa maskini. Hakuna aliyemtumaini Mungu akafa kifo cha aibu. Hakuna. Yeye na uzao wake, Biblia inasema atakumbukwa. Tumeona kwa Daudi. Sulemani ameharibu kiti, lakini tunaona kwa sababu baba yake alitembea vizuri na Mungu wake, alimtumaini Mungu. Unaona kabisa kwenye ile adhabu ya kumuondoa kiti, anasema sitakuondoa kiti 100%, kwa maana kwamba mtoto wako nitampa makabila mawili, Benjamini na Yuda, lakini nampa huyu mtoto wako Yeroboamu si kwa sababu wewe umenipendeza, kwa sababu ya heshima ya baba yako Daudi, ili kinara cha taa kisime mbele yako. Haleluya. Kuna raha, kuna faida kubwa katika kumtegemea Mungu. Haleluya. Haleluya. Nichukue nafasi hii kuwaaga. Amen. Kwa sababu wengine kwenye ibada hawakuwepo, walikuwa nasali makanisa mengine. Chukue nafasi kuwaaga. Mungu atupe neema. Tutaonana wakati mwingine. Bwana asiwe sana. Tutaonana wakati mwingine, kwa sababu nitarudi tena hapa mwezi wa kesho kutwa Novemba, sio hapa. Nitarudi Dar es Salaam, lakini nitarudi Tabata Kuu KKT. Nitakuwepo pale wiki mbili. Nitakuwepo pale wiki mbili. Tanzia tarehe 15 mpaka tarehe 22. Kwa ni mpaka tarehe 28 sole. Kwa nitakuwepo pale wiki mbili. Amen. Kwa hiyo nafikiri takapotangaziwa, nitapowajuza baadhi ya viongozi kwamba nimekuja, basi sikose kuja. Kuna jambo jipya ambalo Mungu amenipa la kusema pale, na nafikiri ameshanisemesha tayari kile package ya Tabata. Amen. Kwa tuendelee kuombeana. Ratiba ni mwanadamu, kama alivyoongea mtumishi pale Priska, ni mwanadamu kama ninyi, bali ya kutumika. Nimeoa na watoto. Katika mazingira hayo kuna majaribu na vitu kadha wa kadha. Tuendelee kuombeana. Niliwaambia mahali fulani, tokea nimemuoa mke wangu hatujawahi kula Christmas wala mwaka mpya pamoja. Zote zinaangukia kwenye kazi ya Bwana. Inahitaji mzuri lakini asante Mungu amenipa mke mzuri muelewa. Anasema baba, chapa injili, tutakuja kula Christmas hata Januari. Kwa hiyo tunafika hapa tunakula Christmas ya imani yani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tuendelee kuombeana. Nikitoka hapa naelekea Morogoro mjini, kanisa KKT Bungo. Itakuwa na 1 week. Nikitoka hapa naelekea Sumbawanga. Nikitoka Sumbawanga na maliza Jumapili, Jumatatu ndo naanza semina Tabata Kuu. Inabidi usiku huo nianze safari njiani kuwahi Dar es Salaam Tabata. Nje ya hapo ratiba inavurugika. Amen. Kwa unaona hiyo kitu na hakuna kitu kinachochosha kama safari. Ni Mungu tu anabeba lakini safari inachosha sana. Lakini najua kuna siku Mungu ananipa private ya kwangu, gari la kwangu. Hiyo naamini.
kabisa. Ni swala la muda tu. Niliwapa shida mahali fulani kwa Tunduma mjini. Sikutaka kuongea kitu ili mpate kujenga, nasikia una kitu cha watumishi hapa mpate kuelewa. Na mimi binafsi kimenipa shida kwamba mzee, mbona hilo eneo unachelewa sana? Nimeendelea kuomba, lakini alichojibu siku moja, nafikiri mara mbili, kwamba mimi ni Mungu ambaye kila jambo nalofanya nazingatia majira yake na muda wake. Nikiwa Tunduma mjini, wale ambao mmefika Tunduma mnafahamu kuna kanisa kubwa sana pale, zaidi ya watu 3000. Nafundisha, mwishoni nikasikia kusema hicho kitu na watumishi kwamba jifunze kuwa na subira katika ahadi za Bwana, kwa sababu kwa Mungu hamna shortcut. Lazima uende step by step kama gia kwenye gari, yani lazima kutoka 1 ukaenda 4, lazima upite 2, 3 ndio utakuta 4. Nikawa nawasisitiza sana kuwa na ahadi na uvumilivu, alafu nikawa nawashuhudia baadhi ya vitu ambavyo Mungu ameniahidi na kuwa na usubira. Unajua, kama nilikuwa na shortcut, huduma hii kwa namna ya binadamu nisinge kwa hivyo. Amen. Lakini ningekuwa mahali pengine, lakini Mungu anasema hatua mpaka hatua. Basi unamsubiri yeye. Nikiwa naongea hivi, kumbe kuna mtu alikuwa anaomba jambo. Nilivyorudi baadaye kwenye hoteli akanipigia simu, ni mtumishi mmoja pale Tunduma. Akasema, mtumishi, nimekuwa nikiomba kwa muda mrefu sana juu ya mtumishi wewe Ndile, kwamba Mungu kwa neema ambayo umempa Ndile, inawezekanaje aendelee kukua kwenye public transport, simpe gari? Anasema alichonijibu Mungu juu yako wewe ni kwamba mimi ni Mungu wa majira na nyakati. Anasema kilichonishtusha, umeongea hiko madhabahu tena, alafu nikasikia sauti inaniambia kama nilivyokuambia na lithibitisha neno lako kwako, ya kwamba mimi ni Mungu wa majira na nyakati. Kwa hiyo acha tusubiri tu. Mara 10 tupate la uhalali ambalo tengeneze madoa na mbinguni uende. Haleluya, haleluya. Lakini kiubinadamu bado tu ni mwanadamu, kuna ile kuchoka, sasa mzee inakuaje? Lakini asante Mungu, tashinda zaidi ya kushinda katika mazingira yote. Haleluya, haleluya. Lakini ninachojua Mungu wetu mwaminifu sana. Yaani kwa hilo sina hata tone la wasiwasi na mashaka. Haleluya. Kikubwa tuendelee kuombeana. Paulo alisema msiache kuombea watakatifu. Safari hii ina changamoto nyingi sana, ina mapito mengi. Tusiache kuombeana. Tutafika tu kwa wakati. Haleluya. Geuke mwenzako mwambie usiache kuombea watakatifu. Mwambie tena usiache kuombea watakatifu. Haleluya. Nitakimbia hapa kwa spidi ya ndege, kwa maana kufanya summary najua haitazidi dakika 5, na huo uwezo ninao kufanya hiyo summary dakika 5. Amen. Kwa hiyo inabidi unisikilize vizuri. Kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 14 na 15, 13 na 14. Mathayo mlango wa 7 mstari wa 13 na 14 nasema hivi: ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Wale ambao ni mara ya kwanza kuja kwenye semina, kwa maana umekuja leo, yamkini kuna ratiba zingine zilikuwa nje ya uwezo wako shida kuja, Mungu amekupa neema kufika siku ya leo. Mungu ametupa somo kwa wiki nzima, na leo tunahitimisha lenye kichwa kinachosema namna ya kufanikiwa kiuchumi kwenye njia iliyosongwa. Namna ya kufanikiwa kiuchumi kwenye njia iliyosongwa ndio kitu kikubwa ambacho Mungu anatutazamisha wiki nzima. Na somo kuu ambalo tumepata ni ile kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 13 na 14. Na katika huo mstari, katika huo mlango na hiyo mistari miwili, nikakuonesha ya kwamba katika hiyo milango, hiyo mistari miwili, kuna vitu viwili ambavyo Yesu anasisitiza. Pande ya kwanza naeleza habari ya njia iliyo nyembamba,
njia iendayo uzimani ina sifa ya kwanza. Anasema kwanza ni nyembamba, 2 imesongwa, 3 wanaoiona ni wachache. Hii njia iendayo uzimani, 1 ni nyembamba, 2 imesongwa, 3 wanaoiona ni wachache. Alafu akasema kuna njia ya aina pili ambayo iendayo upotevuni, ndio jina lake, iendayo upotevuni, ambayo njia hiyo sifa ya kwanza ni pana, sifa ya pili wanaoenda ni wengi. Kwa tafsiri nyingine manake wanaoiona ni wengi. B, nikasema njia iendayo uzimani ni njia ambayo iko chini ya serikali ya Mungu. Njia iendayo upotevuni iko chini ya serikali ya kambi ya giza. Na nilisema njia hizi zote ndizo zinazoamua njia za maisha yako yote. Tuko pamoja? Kama umeamua kupita njia iliyo nyembamba, hii njia ndiyo inaweka standard ya njia zote unazopita za maisha yako. Hii njia iendayo uzimani ndiyo inaweka mipaka ya njia zako kwenye biashara, kwenye utafutaji wa biashara, kwenye ndoa yako, namna kufikiri, kwa sababu inaweka mpaka limit, inaamua mpaka aina ya mawazo unatakiwa uwaze kwenye njia. Hii njia ndiyo inayoamua mpaka aina ya kujua nani nimpate, nani nisimpate. Hii njia ndiyo inaamua nani uambatane naye na nani usiambatane naye. Hii njia ndiyo inayoamua mpaka hali ya maisha, kwamba unapopita jambo liwe jepesi liwe zito. Hii njia ndio inaamua. Tuko pamoja? Hii njia iendayo uzimani ndiyo inaweka standard ya kila kitu, na njia iendayo upotevuni ndiyo inayoamua njia za maisha yako yote. Njia ya utafutaji wako wa biashara, kwa mtu aliyeamua kupita njia iliyopana ambayo iko chini ya utawala wa giza, hii njia ndiyo inaamua upite wapi upate hela. Hii njia na ina namna ya kwake ambao sio sawa na hii ya kambi ya giza, na hii mbili kambi ya nuru. Haleluya. Lakini pia nikasema, kwa sababu sitarudia kila mahali kutaja kila kitu, lakini angalau ujue tumetoka wapi. Amen. Nikasema katika njia hii sitaongelea sana njia nyembamba, njia iliyopana. Nimesema nitaongelea sana njia iliyo nyembamba. Kwenye hii njia iliyo nyembamba nikasema kuna makundi matatu ya watu. Ya hao watu walioamua kupita hii njia. Kundi la kwanza nikasema ni watu ambao ni aina ya watu ambao wameamua kupita njia iliyo nyembamba, lakini hali zao za maisha ni ngumu sana. Wako chini ya serikali ya Mungu, wameokoka, wamekata shauri, wanaishi maisha kumpendeza Mungu na wanamsubiri Mungu, lakini unapokuja kwenye kona ya maisha ya hali ya uchumi na maisha yao, ni mafukara wa kutupwa. Na kwa sababu hawa watu wako kwenye hii njia iliyo nyembamba, wanakutana mazingira ambayo ni magumu. Hali zao za maisha zimekuwa ni ngumu. Hawaoni hata faida ya kuamua kupita huko. Wanaona majanga tu, hali inakuwa ni mbaya. Kwa sababu ya maisha yao kuwa magumu, wameanza kutamani maisha ya watu wanaoishi kwenye njia iliyopana. Naelewa? Kwa sababu hii njia imebana, ni nyembamba, imesongwa, na maisha yao yamekuwa magumu, wameanza kutamani maisha ya watu wanaoishi kwenye njia iliyopana. Kwa namna ambavyo nilikuonesha kwamba kwa sababu wameanza kutamani, tuna idadi kubwa ya Wakristo wengi wameacha hii njia iliyo nyembamba, wameshahamia kwenye njia iliyopana kutafuta maisha. Kwa sababu huko wanaona wao wanapata tu rahisi maisha, unapata gari, ukipata gari tunataka hapo nyumba, utajiri utapata huko wazi wazi tu. Kwa wameanza baada ya kuona huko mambo kama hayalipi, wanaamua kuhamia huko. Na hata waliopo nao wako ICU ya kiroho. Kwa sababu muda wote anaweza kaondoka kuacha imani akaelekea huko. Kundi la pili ni la watu ambao wako upande huu, ambao wanamwamini Mungu, wamekaa hii njia nyembamba. Hali yao ya maisha ni ngumu sana, ambayo imesababishwa kwa kutojishughulisha kutafuta maarifa ya kimbingu. Lakini uzuri la hili kundi la pili, wao maisha yao kuwa magumu hayawafanyi wakati tamaa,
yaani ndo kwanza wanajipa moyo katika Bwana. Lakini pia ukitazama upande mwingine ni kama wana ujinga fulani hivi, kwa sababu nagundua wanatafuta mistari ya Biblia kujitetea ili kulinda ile hali walionayo, na wanaendelea, na unaona wanaendelea tu, wanafurahia tu wao. Hata uwe na gari hapa, yeye ana time nao, yeye anaangalia tu, anaomba, anamsikia Mungu, anaombea watu, anaimba, wanafunguka, yeye habari yeye kusaidiwa, yeye ana time. Na niliwaonesha mistari ambayo anatumia kujitetea. Maana fedha, kupenda fedha ni shina la maovu yote. Kwa hiyo fedha ni shina la maovu yote. Mimi sitaki fedha. Maana imeandikwa ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ili andiko linamtia nguvu kwamba hivyo hivyo nitaenda kidogo kidogo hivyo hivyo. Mimi sitafuti utajiri wala sina muda nao. Kwa hiyo unaona anasimamia ndio kwa maana ya namna ya kwake anajifariji, lakini unapokuja kwenye tafsiri halisi ya andiko si haina maana hiyo. Lakini ninachomshukuru Mungu kwa sababu hawapotezi imani. Yaani ndio kitu cha msingi, kwamba ile kwamba hawapotezi imani na wanamsubiri Yesu. Hao watu nao ni kundi la pili hilo. Yaani hawashughulishi kabisa habari ya maisha ya mwili, wao wanamsubiri Yesu tu. Kundi la tatu ni aina ya watu ambao wako huko, wao wana maisha mazuri, lakini ukifuatilia hayo maisha mazuri sio matokeo ya msaada wa Mungu aliyoko huko. Yaani wako huku wanafanya biashara, wanaendesha miradi, wameajiriwa, lakini mbinu na kanuni wanazotumia kuendesha maisha ya huko kwenye njia iliyopanda, kanuni wanazotumia huku wanazitohoa kwenye njia iliyopanda. Yaani wanatafuta maarifa kwenye njia iliyopanda, wanakuja kutumia huku kuendesha biashara wakiwa upande huu. Na hii nilikuthibitishia ya kwamba tuna idadi ya watu wengi wanasema wameokoka ni Wakristo, na tunao makanisani wengi sana, lakini njia wanazotumia kuendesha maisha yao ni za kambi nyingine. Na mimi sitaki nirudie kueleza kwa sababu kina unyeti mkubwa sana hili kitu. Sitaki nijaribie naanza kuingiza tena kueleza vitu vingine hapo, kwa sababu leo nina package nyingine. Kwa ufupi nitakueleza na wewe. Na katika yote hayo niliwaeleza Mungu ameleta utaratibu, amekuja kutukumbusha kwa kuleta utaratibu wa kwake. Anataka tufanikiwe tena si kidogo zaidi kwenye hii njia iliyo nyembamba bila kuwa na madoa ya dhambi. Na niliwathibitishia kwa kwamba unaweza ukawa milionea kwenye hii njia bila hata kutenda dhambi. Unaweza ukafanikiwa bila hata kutenda dhambi. It's a matter of time. Ni jambo la muda tu. Ni swala la kusubiri muda wako ukifika Mungu aanze kuinua. Lakini hii njia unaweza kufanikiwa, unaweza ukawa kazini na ukapata hela katika hali ya ukamilifu kwa sababu umemtumaini Mungu, na atafungua milango bila hata kupokea rushwa, bila hata kufanya uongo ili upate hiyo hela. Utapata katika hali ya ukamilifu sana. Ndio kitu kikubwa ambacho Mungu anasema sisi wiki nzima hiyo, kwamba unaweza kufanikiwa katika njia iliyo nyembamba bila hata kutenda dhambi. Haleluya, haleluya, haleluya. Na niliwaeleza ya kwamba njia mojawapo ili uweze kusurvive kwenye njia na uweze kufanikiwa, jambo la kwanza, wekeza muda wako katika kumjua Mungu. Maana yake wekeza muda kumjua huyu mtawala wa njia. Mjue sana Mungu, ndipo utakapokuwa na amani. Tulisoma ile Ayubu 22, ndio 22, 21, tukaruka nenda 25 mpaka 30. Inasema mjue sana Mungu ndivyo utakavyokuwa na amani na kufanikiwa sana. Na kufanikiwa sana, ndipo mema yote yatakujilia wewe ukimjua Mungu. Haleluya, haleluya. Na ndipo nikaanza kueleza kuchimba kitu cha kumjua Mungu, kwa sababu kati ya eneo ambalo limekuwa ni fumbo na limekuwa ni kama hadithi, jambo ambalo baada leleweke ni kwenye eneo la kumjua Mungu.
imekuwa bado ni kitu ambacho bado hakiriki ndani ya kanisa kumjua Mungu. Nikakueleza nini maana kumjua Mungu, nikakueleza njia zitakazokusaidia kumjua Mungu. Nakumbuka? Haleluya. Na kitu kimoja hapo nikasema kwamba ili uweze kumjua Mungu, kiashiria kimoja hapo ambacho kinaweza kusaidia kujipima kama unamjua Mungu, tunaangalia kiwango cha kumtegemea Mungu. Kwa sababu kiwango cha kumtegemea Mungu kinapima kiwango cha kumjua Mungu. Kwa sababu the more unavyoendelea kumjua Mungu, ndivyo ndani yako inatengenezeka imani ya kumtegemea Mungu. Hauwezi kumtegemea Mungu usiyemjua. Maana yake ndani yako lazima uongeze juhudi ya kumjua Mungu. Unapomjua Mungu, kitakachozaliwa cha kwanza ndani yako, utakuwa na matumaini makubwa sana kwa Mungu. Utamtegemea Mungu katika kila kitu, wala hautaona haya kumtaja hata mbele za watu, kwa sababu unamjua. Asubuhi niliwaeleza hapo, hata utoaji wa sadaka unategemea sana kiwango cha kumjua Mungu. Unavomjua Mungu zaidi, uzuri wake, mamlaka yake, uaminifu wake, ahadi zake, asili yake, vitu alivyofanya vya ajabu, matendo yake, ukajua aliyofanya. Yani unavomjua Mungu sana, yote hayo, ndivyo kutoa sadaka ni jambo jepesi sana. Tena sio sadaka ya kawaida, ile sadaka ambayo kila mtu anatoa macho. Kwa kadri unavyokuwa mbali na Mungu, ndivyo swala la kutoa sadaka inakuwa ni jaribu kubwa na ni mlima usiopandika. Utamtazama mchungaji, utamtazama mtumishi anajieleza, jamani toe sadaka, anakuangalia kwa sababu haumjui anayeambiwa utoe sadaka. Lakini ungemjua ni rahisi sana kutoa sadaka bila hata kuhimizwa. Jua sana Mungu, ndivyo utakavyokuwa na amani, na hayo mema yote yatakuchilia. Narudia tena, kumjua Mungu, ukimjua Mungu, kumjua Mungu, ukimjua Mungu ni zaidi ya miujiza. Narudia tena, naweza nikadiriki pia kusema hivi, hakuna muujiza mkubwa duniani kwa mwanadamu. Mimi nina kaunti hivyo, yani hakuna muujiza mkubwa kwa mwanadamu ambao anaweza akaupata akasema huu ni muujiza mkubwa wa kwanza katika maisha yake. Muujiza wa kwanza wa mwanadamu ambao ni wa thamani ni muujiza wa kumjua Mungu. It's a great miracle. Ukimjua Mungu unajua mapenzi ya Mungu. Ukimjua Mungu utajua pia njia za Mungu. Ukimjua Mungu utajua mawazo ya Mungu. Ukimjua Mungu utajua matendo ya Mungu. Na ndio maana pia niliwaambia usimtafute Mungu kwa kutafuta matendo yake. Mtafute Mungu kwa kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, matendo huwa hatuombeki, yanakuja yenyewe automatic. Haleluya. Haleluya. Jana nilieleza sana majuzi mpaka jana nimeeleza sana bali ya kumtegemea Mungu. Mungu anaposema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Tulisoma ile kitabu cha Zaburi 125:1, anasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wakati milele. Hilo neno unaweza kutazama ndio usielewe, lakini nafikiri mliokuwepo hapa tulishinda siku mbili tunaichambua andiko. Na hata jana yenyewe kuisha nilifanya tu summary kwamba sasa inabidi sasa angalau tufunge tupate muda kusikia vitu vingine. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Mtu yoyote ambaye akimtumaini Mungu, Mungu atamfanya kwanza kuwa kama mlima Sayuni. 2, atahakikisha hakuna kitakachoweza kutikisa duniani hapa. 3, anasema utakaa milele. Forever. Hamna expire date ya jambo lolote la kufanya duniani. Litadumu milele. Hata wewe baada ya kuondoka duniani utaendelea kuishi. Haleluya. 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 Na jana tukaendelea kuangalia viashiria ambavyo utakusaidia kujua kama unamtegemea Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tulishinda hapo, tulieleza angalau
ambaye haukuwepo umepata mwanga kwa sehemu. Kwa sehemu, si ndio? Kwa sehemu. Leo nataka niongee jambo moja kwa haraka hapa. Naomba nisikilize na niongeze spidi hapa. Bwana asifiwe sana. Andika jambo hili. Katika kila baraka atakasokubarikia Mungu kwenye hii njia nyembamba, katika kila baraka ambazo Mungu atakubarikia, nyembamba, katika kila baraka ambazo Mungu atakubarikia katika njia hii nyembamba, muombe Mungu akupe, muombe Mungu akupe uwezo, muombe Mungu akupe uwezo wa kujua vipaumbele sahihi katika matumizi ya hizo baraka. Muombe Mungu akupe uwezo wa kujua vipaumbele sahihi katika matumizi ya fedha au ya hizo baraka ambazo Mungu amekubarikia. Haleluya. Ya. Mmemaliza kuandika au kuna mahali mmepitwa? Si mmeshamaliza tayari, ndio? Naomba nitazame. Upo kwenye njia iliyo nyembamba, si ndio? Na unataka uishi maisha ya baraka na mafanikio. Uishi maisha ya baraka na mafanikio. Mbingu zinasema ukitaka ufanikiwe katika mazingira haya, ongeza juhudi ya kunijua sana. Amen. Akatuelewesha namna kunijua, kumjua Mungu, akatuelewesha. Alafu analeta jambo la pili. Sasa hili jambo la pili ni baada ya wewe kumjua Mungu. Mungu anavyoonyesha ile litani yake kwako, yani anaporejesha sasa zile baraka na kuachilia kwako. Unaoti hilo ambao nakupa sasa. Amen. Kwa sababu Mungu anapoachilia zile baraka zake kwako, unatakiwa uwe smart kwa kweli. Unatakiwa uwe na utulivu nzuri kwenye kutengeneza vipaumbele vya matumizi ya hizo baraka alizokubarikia, kwa sababu ukikosea tu unaweza hizo baraka zikakauka muda wote. Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima uwe na uwezo. Muombe Mungu akupe uwezo, akupe uwezo wa kujua vipaumbele, kwa sababu amekupa baraka hii na hii. Okay, labda mfano amekupa baraka za fedha. Fedha zimekuja mikononi mwako nyingi. Lazima umuombe Mungu akupe uwezo wa kujua namna kutumia hizo fedha kwa kuzingatia vipaumbele sahihi. Ukikosea tu hapo, nafikiri nitakuthibitishia hapa sasa. Haleluya. Haleluya. Naomba nitazame. Ukiacha tu Biblia au ukiacha imani ya Ukristo sijui nini, ukija tu kwenye field ya elimu ya uchumi, ukisoma tafiti mbalimbali ambazo zimefanywa na vitabu kadha kama nusu moja vitabu vya uchumi, na ukiwasikiliza watu ambao wamefanikiwa duniani, siku zote wanaongea jambo hili, au utagundua mambo yafuatayo. Lakini jambo kubwa ambalo kila mtu anasisitiza ni kuwa na uwezo wa kutengeneza vipaumbele vyako vya matumizi yako ya fedha. Ukikosea tu kwenye kutengeneza vipaumbele, hiyo fedha hiyo ndio sio yako, itaenda mahali ambapo sio sahihi. Na labda niseme pia,
mahali penye kujua vipaumbele sahihi vya matumizi ya fedha, hapa ndipo njia panda wanapoachanaga kati ya maskini na tajiri, na hapa ndipo panapofanya maskini aendelee kuwa maskini na tajiri aendelee kuwa tajiri miaka yote, kwenye kujua vipaumbele vya matumizi ya fedha. Au sasa mimi nimeenda general kwa maana matumizi ya baraka ambazo Mungu amekubarikia, lakini hapa ndipo panapotengeneza gap kati ya mtu ambaye ni maskini na mtu ambaye ni tajiri. Mimi hapa nataka nikupe vipaumbele vya aina 3, mtiririko ambao utakusaidia. Lakini kabla sijakupa hapa, katika vitabu vingi vya uchumi ukisoma wanasema hivi: ukipata fedha yoyote, kitu cha kwanza, eneo la kwanza ambalo unatakiwa hiyo fedha umpata, unyofoe hiyo fedha upeleke. Anasema ukipata fedha, kitu cha kwanza unatakiwa ujilipe wewe kwanza, na hii nitaeleza maana yake nini. Amen. Alafu baada ya hapo anasema kipaumbele cha pili ndipo unapofikiri kuwalipa watu wengine kwa lengo la kupata mahitaji. Sasa kiuchumi ndivyo kanuni yao, kibibilia sio kanuni, inaenda kinyume na hiyo kanuni. Unasema kivipi? Iko hivi. Kibibilia ambao ndo nitakupa hicho kitu, kibibilia haisemi kipaumbele kujilipa kwanza wewe. Kibibilia inasema kipaumbele katika fedha yoyote kaupata, Mungu kwanza kabla ya wewe kwanza. Hivi mnielewa? Bwana asifiwe sana. Na hapa unatakiwa kuwa makini, kwa sababu kuna watu walibarikiwa sana kwenye hii njia iliyo nyembamba, walikuwa waaminifu, lakini ilipofika kwenye kwanza kumegua zile baraka, walizielekeza sana kipaumbele chao kwenye kitu ambacho sio Mungu kwanza. Walijitanguliza sana wao na watu wengine. Haleluya. Sasa okay, labda nianze kueleza. Ufuatao ndio mtiririko wa vipaumbele vyako unatakiwa kuzingatia katika matumizi yako ya fedha au baraka zikubarikia. Jambo la kwanza, fedha yote ambayo Mungu atakupatia hapa, kama ni milioni 5, mtu wa kwanza kupewa hiyo milioni 5 anatakiwa amegewe. Unatakiwa kujua mlipe Mungu kwanza, au mpe Mungu kwanza kabla ya kitu chochote au mtu yote kupewa hiyo fedha. Mungu kwanza, kwa kumpa sehemu ya 10 ya hizo baraka. Mlipe Mungu kwanza, maana yake toa sehemu ya 10 ya hicho kama alama ya appreciation, kama alama ya kumtambua nafasi na heshima ya Mungu aliyokuwezesha, alikupa uwezo kupata hiyo fedha. Sehemu ya 10 utakiwa uende kwa Mungu kumwambia Mungu, ninaleta hii sehemu ya 10, ninaomba uipokee. Sasa naomba mnisikilize hapa, nitoe mfano ambao labda utakuwa endelevu. Kwa mfano wewe umepata shilingi milioni 1. Amen. Naomba nitazame milioni 1. Katika milioni 1 hiyo aliyokubarikia Mungu, nimesema hivi ni eneo ambalo pia anakupima kwamba unatambuaje aliye sababu ya hiyo milioni 1 ambaye ni Mungu, unamtambuaje? Nimesema hivi, utakapokuwa njia nyembamba, Mungu atakapoanza kubarikia, kwa sababu naongea kwa sababu mwishoni hapa nitaomba maombi hayo, Mungu afungue hiyo milango juu yako, kwa sababu niliwaahidi kwamba nitaomba hayo maombi, si ndio? Mungu atengeneze wepesi na kuvuka kwenye hiyo njia iliyo nyembamba na ufanikiwe bila kutenda dhambi, na milango ifunguke kama mafuriko, si ndio? Sasa Mungu akianza kubarikia, hayo naokueleza ndo ya kuzingatia ili Mungu aendelee kufanya kwako. Amen. Nikasema jambo la kwanza, ukipata hiyo milioni 1 kwa mfano, utampa Mungu kwanza kabla mtu mwingine. Una mega shilingi ngapi? 100,000, si ndio? Una mega 100,000, unabaki na 900,000. Unamwambia mzee, hii ninaileta kwako kama alama ya asante na kutambua mchango wako kwa hii fedha. Ninakupa hii ngapi? 100,000, si ndio? Unabaki na ngapi? 900,000, si ndio?
900,000 unatakiwa ufate mtiririko wa pili, hatua ya pili. Baada ya kumpa Mungu, mtu wa pili anayetakiwa apewe sehemu hiyo 900,000 ni wewe mwenyewe. Unajilipa wewe mwenyewe. Andika alafu nikupe maelezo. Kujilipa wewe mwenyewe, tunapokuongelea hapa, naongelea ile ya kujilipa fedha ambayo si kwa ajili ya matumizi ya sasa, badala yake ya baadaye. Manake unamega fedha sehemu kwa ajili ya kuweka akiba kwa ajili ya kesho yako. Bwana asiwe sana. Yaani huu ndo mtiririko wa watu wote waliofanikiwa duniani. Fuatilia interview zote za matajiri duniani. Huu ndo utaratibu unaofuata. Ni mmoja tu aliongea utaratibu ambao nakueleza huu, nilishangaa sana. Kuna mtu anaitwa Strive Masin, yuko Zimbabwe, ambaye asili ya utajiri wake ni kumjua Mungu. Nafikiri ni mahali fulani niwashuhudia. Ni mtu ambaye alipomaliza shule tu alikuwa na kiu ya kutaka kumjua Mungu. Anashuhudia alipokuwa anahojiwa na vyombo fulani maarufu kule Marekani, tueleze siri ya mafanikio yako, kwa sababu ni mtu ambaye amefanikiwa sana hapa Afrika. Anasema siri ya mafanikio yangu, baada ya kumaliza shule nilikuwa born again, nimeokoka, lakini kwa natamani kumjua huyu Mungu vizuri. Anasema kwa namna ambavyo nilisoma Biblia hii wiki 2 nilimaliza, Mwanzo mpaka Ufunuo. Nilisoma hii Mwanzo mpaka Ufunuo 2 weeks. Nimejifungia ndani, sitoki nje, ni kufunua na kusoma mstari mpaka mstari, ili kujua secret, siri ambazo ziko ndani juu ya Mungu. Anasema kwa namna ambavyo nilisoma, maisha yangu yalibadilika. Mpaka usiku mmoja nilikuwa nimelala, anasema nikaona niko na mtoto ninatembea. Mungu alichukua katika ndoto, kanichukua, anataka kunionyesha. Nikiwa kule nikawa naimba wimbo, there is a power in the word of God. Naimba wimbo, kuna nguvu ndani ya neno la Mungu. Nikarudia na kurudia na kurudia na kurudia. Anasema nilipoamka asubuhi, ndipo Mungu akanitokea live ya kwamba satoka Zimbabwe elekea South Africa. Anasema nilipotoka ndipo malango yangu ya utajiri yalikuwa South Africa. Lakini yote haya ni badala ya kuweka muda mwingi kusoma Biblia. Na anasema mbali ya kusoma Biblia wiki 2, lakini mbali ya hiyo akaendelea kunisikiza kurudia ile Mithali mlango wa kwanza mpaka wa mwisho. Soma tena ili kupata wisdom, hekima. Anasema mpaka sasa niko mbali sana kwa sababu ya kusoma hii Biblia. Akasema na uzuri, napenda alikuwa na jasiri ya kuambia kwamba you people, nyie watu, hiki kitabu ni kitabu ambacho kimbeba hazina kubwa ya mafanikio ya mwanadamu duniani. Akaanza kuwachapa injili pale. Bwana asiwe sana. Haleluya. Najaribu kueleza ujue ya kwamba ukipata fedha baada ya kumpa Mungu katika milioni 1, ile katika 9, lazima ufikiri namna kujilipa wewe. Unapojilipa wewe, manake chukua sehemu ya ile 900,000, weka mahali kwa ajili ya kesho yako. Na unapoweka ile kitu, nazingatia vitu vitatu au viwili. Kwanza, lazima umege kwa ajili ya maandalizi yako ya uzee baadaye, kwa sababu na kipindi kwa hauna nguvu. Lakini nategemea pia utamega kwa ajili ya watoto wako. Baadaye ikitokea msintofahamu, umekufa kabla wakati, lakini unajua unakuwa na akiba ya kwao. Watoto ambao kwa watu wazima, si tu kuwapa uwanja, wape na nyumba. Yo, wengi atufanyegi hivyo. Unaandaa tu uwanja, mama mwanangu chukua uwanja, utajenga hapo nyumba unataka. Wape uwanja, wajenge na nyumba. Huyo ndo baba aliye mzuri, mzazi aliye mzuri. Geukia mwenzako, mwambie umeandaa nini kwa ajili ya watoto wako. Anakuambia Yesu mwenye kwanza amekaribia kurudi, mimi sina haja hata kuandaa hivyo. Na hapa pia kumbuka, hiyo ya kwanza ni rahisi kuitoa kwa sababu ipo kimahesabu, tumeshapewa tayari mahesabu 10%. Na hapa pia kwenye kujilipa wewe, jitengenezee mahesabu endelevu. Amen. Kwa mfano, wengine unakuta baada ya kuwafundisha mahali pengine, na wale kwa mfano labda nitoe ushauri kwa mfano, lakini sio lazima. Unaweza kutengeneza bahasha yako. Bahasha nasema hii bahasha ya mimi na mume wangu au mke wangu,
hii bahasha ya uzee, hii yatugusi mpaka miaka hiyo. Na by the way, maisha yanahitaji commitment serious. Amen. Kwamba hii bahasha ni kwa ajili ya mpaka uzee wetu. Unaandika pale kila tunachopata, labda tutatoa 10% au 20%, tutaingiza ndani. Amen. Alafu kama ni 10%, hiyo 10% nje ile zaka. Amen. Hii ni bahasha kujilipa wewe, maana yake ni ya uzeeni. Lakini pia watoto unaweza kaandika. Sasa kwa watoto, pasenti utakaoweka pale inategemeana na idadi ya watoto unao. Na ndio maana naambiaga mahali pengine usizae tu kwa sababu una nguvu ya kuzaa, lakini lazima ujifunze kuhesabu gharama. Hatutegemei mtu mwenye watoto 10 alafu akaandika pale bahasha kwamba kila nitakaopata nitakuwa naingiza au 5%. Tunategemea wewe inaenda pale 20% zaidi ya 20, kwa sababu mzigo ulionao ni mkubwa. Haleluya. Tengeneza mazingira ambayo yatakuwa rahisi kutoa. Baada hapo, kila baada ya wiki ikijaa bahasha unaipeleka kwenye akaunti, inaelekea. Lakini hii ni kibebo cha awali. Baada ya hapo unaenda hatua ya 3 ya matumizi ya fedha, kwa sababu kama umetoa 10%, labda ukijumlisha zote ya watoto na kwako labda 30%, maana yake 30% ya milioni 1 ngapi? Kwa sababu naupigia mahesabu pale. Kwa mfano bahasha yako ya kwako ya maandalizi ya baadaye 10%, halafu baada ya kutoa zaka mpaka 900, hautaki kupiga 10% kwa 900, piga 10% kwa milioni 1, kwa sababu ndio kipato ambacho kimeingia. Tuko pamoja? Sasa kama watoto na wewe 30%, maana yake inakuwa 300,000. 900 tu 300,000 nabaki ngapi? 600,000, si ndio? Hiyo 600,000 ndo inaenda kwenye stage ya mwisho, ambao ndio nafikiria sasa kuwapa watu wengine kwa lengo la kupata mahitaji. Na maana gani? Yani unachukua hii fedha, ninampa mzee hapa anauza duka, ninampa hela yangu, napata nusu kilo ya sukari. Ninampa huyu hela, napata vocha. Ninampa hela yangu hii ili anipe kitimoto. Ninampa hii hela ili anipe nguo. Maana yake unampa fedha mtu mwingine kwa lengo la kupata mahitaji. Kwa hiyo huyo mtu wa 3 ndio mtu ambaye unampa fedha kwa lengo la kupata mahitaji, lakini baada ya kutengeneza vitu viwili. Sasa mnisikilize, kitu ambacho ni cha ajabu. Simona mtiliko, lakini katika mazingira ya uhalisia ya wana wa Mungu wengi ni vice versa, ni kinyume. Yeye akipata hela, kipaumbele sio Mungu, kipaumbele sio kujilipa yeye, kipaumbele hiyo fedha anaikimbiza buchani, anaipeleka buchani, anaipeleka sokoni, anaipeleka kwenye vocha, anaipeleka kwenye wigi, anaipeleka kwenye makeup, anaipeleka kwenye vocha, anapeleka. Ndo kipaumbele chake cha kwanza, kuwapa watu wengine, sio Mungu kwanza na sio kujilipa yeye. Niliwaambia jana, umaskini sio matokeo ya kurogwa. Umaskini matokeo ya kutotii kanuni za utajiri, kanuni za kufanikiwa. Na nielewa, hamnaga uchawi. Hamnaga uchawi. Haleluya. Haleluya. Sasa kwa sababu inayo nishukia nipanda, sababu ningeeleza kumlipa Mungu koje, kujilipa wewe koje, kumlipa mwanadamu koje. Lakini sasa nichomoe kidogo kwenye kumlipa Mungu kidogo, then to. Amen. Kwenye kumlipa Mungu. Bwana asiwe sana. Haleluya. Not hiyo kumlipa Mungu. Kumlipa Mungu. Waliopata nafasi ya kuja ibada ya kwanza, ibada ya pili hapa kanisani, wameona vitu vingi sana habari ya maswali na majibu juu ya sadaka zaka. Amen. Lakini ukiangalia hapo ilikuwa ni swali na majibu. Lakini sijapata muda ukieleza nini maana ya zaka. Amen. Ilikuwa ni maswali na majibu tu. Amen.
kwa sababu swala la kesi ya zaka ni pana sana. Okay, labda nimefoe kidogo, labda nikupe picha. Kwanza, jambo la kwanza unatakiwa kujua katika mwili wa Kristo, moja ya sadaka ambayo imekuwa na changamoto kubwa sana kwenye kutolewa ni sadaka ya zaka. Au moja ya sadaka ambayo Wakristo wengi wameendelea kukiri wazi kabisa bila aibu kwamba mtumishi, kati ya sadaka ambao ni ngumu kutoa ni sadaka ya zaka. Mimi nimekutana nao baadhi ya hao watu, kwa sababu nafanya somo na mtu anafuata kabisa akwambia vile, yaani kwa kweli sadaka zote naweza katoa, lakini hii sadaka sijui ina kitu gani, ni ngumu kutoa, yaani moyo wangu naona unakuwa na ugumu kutoa. Na kwa sababu imekuwa na changamoto sana kutolewa, moja ya sadaka ambayo inazaa kitu ambacho nakueleza sasa, moja ya sadaka ambayo imekuwa na rekodi mbaya kwenye madhabahu ya Mungu ni sadaka ya zaka. Narudia tena, moja ya sadaka ambayo wana wa Mungu wengi wamekuwa na rekodi mbaya, poor performance mbele za Mungu, ni sadaka ya zaka. Ni sadaka ya zaka, ni sadaka ambayo inaongoza kuwa na performance mbaya mbele za Bwana. Sasa labda nikuambie jambo la kutafakarisha. Katika imani pia inaaminika hivi, kitu chochote katika imani ukitaka kufanya, unapoona unapata ushindani mkubwa sana, sehemu fulani inakupa picha kwamba hicho kitu inaonesha ni cha thamani sana ulimwengu wa roho. Na ninyi pia sinaamini hivyo, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu shetani hawezi akawekeza kutengeneza ushindani kwenye kitu ambacho ni useless, ambacho hakina uthamani wote kwake, au kitu ambacho anajua kesa ukifanya hauwezi kutikisa wala kugusa chochote kwake. Kwa hiyo tunaamini kwamba kitu chochote ambacho unapata ushindani mkubwa sana kukishiriki, ambacho serikali ya Mungu imeagiza, tunapata picha upande mwingine kwamba inaonesha hichi kitu kina hazina kubwa sana, kina matokeo makubwa sana ulimwengu roho. Na mimi nipo hapa kuhakikisha kwamba sadaka ya zaka ni moja ya kitu ambacho kina uthamani mkubwa sana mbele za Mungu na kina matokeo makubwa katika maisha ya mwanadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Naomba nisikize kwa ufupi tu, nikupe picha kidogo. Nimekuwa nafikiri ni wiki tu moja hii sijapata muda kusoma, nafikiri nishamaliza kitabu hiko tayari, lakini kama wiki kama 3 nilikuwa nasoma kitabu moja kinaeleza habari ya Wayahudi na uchumi wao na maisha yao. Hicho kitabu kinatafuta kutoa siri za Wayahudi au Waisraeli, kwamba kwa nini duniani ni watu ambao kwanza wanategemewa sana kidunia, sio wanategemewa na taifa, dunia nzima tunaitegemea taifa la Israeli, Wayahudi. Tuko moja, unapoongelea swala la technology huwezi kumtoa Myahudi, kwa sababu wao ndio wanavumbua afu wanawauzia wengine. Tuko moja, hauwezi kuongelea swala la kilimo ukawatoa Waisraeli. Hauwezi kuongelea swala la uongozi ukawatoa Waisraeli. Tuko moja? Haleluya. Sasa hawa watu, kwa nini pia nimeleta habari ya Wayahudi au Waisraeli? Kwa sababu katika imani pia hawa watu pia ni role model. Tuna mahusiano nao katika imani. Unajua kitu Waisraeli, si ndio? Kwa hiyo kama tuna mahusiano nao, nimechomoa vitu vichache ambavyo kwenye hicho kitabu nilikuwa nasoma, nimekutana vitu vya ajabu sana. Kwenye hicho kitabu nikakuta kuna koti ambayo imeandikwa na mtu mmoja anaitwa Winston Churchill, Prime Minister wa Great Britain. Na alikuwa ni waziri wa huko Britain. Anasema hivi, nimekoti kwa sentensi Kiswahili, anasema hivi: kuna watu wanawachukia Wayahudi na kuna watu wanawapenda Wayahudi. Lakini kwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa kufikiri, akaendelea pale IQ, alafu akasema thoughtful man, mtu mwenye uwezo mkubwa wa kufikiri, anasema hivi: hakuna anayeweza kukataa au kupinga ukweli kwamba watu walio juu sana ya maswali yote duniani na wakuogopwa sana
na wenye kuacha alama kubwa vizazi mpaka vizazi ni Wayahudi. Anasema whether you believe or not, lakini ndio tafiti zinaonesha. Tuko pamoja? Alafu mtu mwingine ni rais wa Marekani John Adams anasema hivi, Wayahudi ni chombo muhimu sana katika kuleta mapinduzi makubwa ya kimaendeleo katika jamii ya wanadamu duniani kuliko taifa lolote duniani. Tuko pamoja? Na kutia na sababu na maana tani kuunganisha kitu cha zaka. Tuko pamoja? Haleluya. Ripoti pia inasema hivi, tafiti zinasema zilifanywa kule Marekani juu ya hao Wayahudi kwamba kwa nini wao wana IQ kubwa sana, kwa sababu kulingana na vipimo na tafiti zilizofanywa, Wayahudi ndio watu pekee wanaongoza duniani kuwa na IQ kubwa, kwa sababu IQ yao inaenda mpaka 110. Huku Afrika tunasema mtu ambaye ni genius. Mwakusikia mtu anataka genius yani mtu genius IQ yake ni 6. IQ yani mtu ambaye ana uwezo wa kufikiria kifika darasani hata kusoma asomi, IQ yake inasoma 6. Nchi za Marekani na Ulaya IQ inaenda mpaka 9 mpaka 11, ambao ndio mtu anaweza kugundua ndege akatengeneza hii katengeneza hiyo IQ. Wayahudi wana IQ 110. Na ndio maana kati ya taifa ambalo pia tunaamini katika mambo ya uongozi kule Marekani ni taifa ambalo wanalitegemea pia sana Wayahudi. Siku akiondoka taifa la Marekani tayumba sana. Lakini pia ukifuatilia tuzo nyingi, gazeti la Forbes ambazo zinatoa ripoti ya matajiri duniani, mwaka 2012 wanasema ripoti iliyotolewa, matajiri 35% matajiri wote walikuwa Wayahudi. Sasa ninachotaka nilete kwako nini hapa ni hiki kwamba, alafu akaeleza siri kubwa ya Wayahudi. Kile kitabu kiendelea kueleza siri kubwa ya Wayahudi ni nini. Nafikiri siku ya kwanza nilieleza siri moja hapa ya kusoma vitabu, si ndio? Nilikueleza, si ndio? Kwa namna ambavyo vitabu wanaviheshimu, kwamba ni watu ambao wanaheshimu knowledge, kwa namna ambacho kitabu kikiharibika huwa hawakitupi kwenye dampo, kwenye shimo la takataka, huwa hawachomi moto, wanatengenezea jeneza na wanazika kama mtu kwa heshima zote. Alafu siri ya pili ambayo ni ajabu sana, ambayo ilinishtusha sana, akasema siri kubwa ya Wayahudi ipo kwenye 10% ambao ni zaka. Nilikuwa shocked, nilishtuka kwamba zaka inaweza ikawa ni moja ya siri kubwa ya mafanikio yao. Huyu mtu akaeleza wazi kabisa katika tamaduni zao, akasema hivi, akasema katika maisha ya Wayahudi waliopita, waliopo mpaka sasa, imekuwa ni sehemu ya tamaduni ya kwamba wakitaka kumpa mtu yeyote mhitaji maskini kiwango angalau cha chini ni 10%. Yani wakitaka kumsaidia mtu mhitaji maskini, yani chochote kile, wanaanzia kwenye 10%, kwa sababu waliaminishwa juu ya Ibrahim na juu ya Yakobo na juu ya Musa, juu ya zile habari ya zaka na zile kitu ambacho Mungu ameahidi, na wakazishika zile kwa uaminifu. Kwa hiyo mtu yote anataka kumsaidia, mpaka leo Israeli kuenda kule, wanataka kumsaidia mtu kiwango cha chini ni 10%, kwa sababu waliaminishwa nguvu ya 10%. Bwana asiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini pia ripoti zinaonyesha kwamba Wayahudi wenyewe wameendelea kukiri ya kwamba moja ya siri kubwa ya utajiri wetu na uwezo mkubwa wa kufikiri unaletwa kwa sababu ya sehemu ya 10 ya kile ambacho tunatoa kila wakati. Alafu sisi tunaagizwa tunatoa tu kenyeji tu, tena yenyewe tunachomoa ni inatakiwa iwe 10, unatoa 8. Alafu wanasema hivi namba 10 imekuwa ikitazamwa kama namba ya ongezeko. Yani namba 10 namba ya ongezeko, the number of increase.
Kwa hiyo zaka au sehemu ya 10 imekuwa ni sehemu ya formula ambao wanaiheshimu kizazi mpaka kizazi. Habari ya mafanikio, wanahimizwa shuleni, wanahimizwa jeshini, wanahimizwa kwenye dini, wanahimizwa kila mahali mpaka serikalini, kwamba kila anayekuja nyumbani kwako lazima umpe zaidi ya 10%, kwa sababu ndiko utajiri wetu umefungwa. Wanasiwe sana. Haleluya. Mfano wa kwanza. Nisikize tu labda itakusaidia. Wale ambao mnasoma historia ya watu ambao wameacha alama kubwa duniani, kuna mtu anaitwa John D. Rockefeller, yuko Marekani. Wale ambao mnafuatilia mnaelewa, kati ya mtu tajiri ambayo pia katika rekodi anasema haijawahi kutokea, kwa namna ambavyo hata leo ukienda Marekani pale ukishuka tu uwanja wa ndege, hata mtoto mdogo muulize, hivi unamjua Rockefeller? Anakuelezea ABCD zote za huyo mtu, na utajiri wake ulikuwa ni utajiri wa mafuta. Ni kati ya mtu ambaye alianzisha utaratibu hiyo kuweka sheri kwa Marekani, na historia inatuambia huyu mtu siri yake kubwa ya mafanikio, alikuwa anatoa zaka sana kwa Mungu. Hata ukienda kwenye encyclopedia yake ule wasifu wake, biography yake, sehemu ya biography yake ameeleza wazi kabisa kwamba siri ya mafanikio yangu, anasema katika maisha yangu ambao Mungu amenibariki, hakuna fedha yoyote, amekiri tena hilo eneo wameboldi kabisa, kwamba hakuna fedha yoyote, senti yoyote iliyoingia mkononi mwangu ambayo sijawahi kumpa Mungu 10% yake. Haijawahi kutokea. Na anasema kwa namna ambavyo mpaka muda huu wanapotoa biography akasema mpaka muda huo ametoa zaka, akijumlisha zile zaka kwa sababu alikuwa anatuza rekodi. Anasema zaka niliyotoa ni zaidi ya $3 bilioni. Maana yake ni milioni kama kwenye milioni 700 US dollar, ambao ukibadilisha kwa shilingi ni kama trilioni 1 na bilioni 617. Fikiria mtu anatoa zaka trilioni alafu umepata 5,000 au 200,000 kutoa 20,000, mpaka unasubiri uombewe ubandikiwe mpaka ufunguliwe eneo. Mtu anatoa zaka trilioni 1 na bilioni 617 zaka. Fikiria huyo mtu anatoa, na anasema hii ndio siri kubwa ya mafanikio yako. Mtu wa pili, kama umuelewe huyo, kuna mtu wa pili anaitwa William Colgate. Tunafahamu dawa mswaki anaitwa Colgate. Wewe unatumia unachukuchua tu. Hauelewi mtu huyu msingi wako mafanikio umetoka wapi. Wale ambao mnasoma historia ya maisha yake, pia siri ya mafanikio ilikuwa ni zaka. Na huyu mtu alipokuwa anaanza kukua, maisha yake yalikuwa mazuri sana. Babake alikuwa mfanyabiashara, mkulima, lakini pia alikuwa maisha yake sio mazuri sana. Lakini mtu ambaye ukisoma historia anasema alikuwa ameokoka, anamwamini Mungu. Lakini ndani yake alipowahi kusoma kitabu cha Mwanzo, ile Mwanzo 28:20 mpaka 21, habari ya Yakobo kuweka nadhiri kwa Mungu ile 10%, kwamba nikienda Mungu, nikifika salama, ukanifanikisha na nikarudi salama, sehemu ya mafanikio yangu nitakupa sehemu ya 10 ya mafanikio yangu. Historia inatuambia huyo William Colgate anasema ni mstari ambayo ulimuinspire, ulimuhimiza na kumwekea misho kubwa sana. Alisema na mimi natamani kuwa kama Yakobo. Historia inatuambia kwamba aliweka patano na Mungu, alimwambia Mungu, kuanzia leo ukinibariki, kila unachonipa nitakupa sehemu ya 10 ya kile ambacho utanibarikia. Na historia inatuambia kwamba akiwa anakutana na wandugu kwenye kipindi cha maombi, alikuwa anawaelezea na kuwashuhudia kile ambacho anasikia ndani yake. Historia inatuambia kwamba wale wandugu waliendelea kumtia moyo kwamba kama umeamua kufanya hicho kitu, endelea, usikate tamaa. Anasema baada hapo kuanza kufanya vitu, Mungu aliendelea kumbariki. Anasema ilifika wakati alikuwa atoi 10%, akaanza kutoa 20% ya kila baraka zake. Akaona itosha, akawa anaanza kutoa
30%, akafika mpaka 40%, mpaka 60%, mpaka 80% ya kila anachopata anatoa kwa Mungu, na anasema utajiri wake ukaendelea kupanuka zaidi. Sikiliza, fedha huwa haitoshegi. Kwa moja, yani hata useme kwamba katika milioni moja unafikiria kutoa zaka, sema Mungu hela yenyewe haitoshi kwanza na mahitaji mengi. Nakwambia hivi, hiyo hela itakuwa ni kitanzi na hautafika mahali popote. Kuna mtu wa mwisho, then baada hapo niombe. Kuna mtu wa mwisho, nilisoma kitabu kimoja Spiritual Leadership, kimeandikwa na mtu anaitwa Rafa Mohan. Rafa Mohan ni mtu alikuwa na sifa mbili, alikuwa mtumishi wa Mungu na anifanya biashara mashuhuri kule Marekani. Rafa Mohan. Na nilipofika kwenye sura fulani inaeleza how God can make a people a channel of success for you. Namna Mungu anaweza kufanya watu kwa mkondo wa mafanikio kwako. Kwenye ile sura akaanza kutoa shuhuda. Siku moja akiwa naomba, anasema tokea maisha yangu sijawahi kutoa sadaka zaka. Anasema siku moja nikiwa naomba, Mungu akamtokea. Akasema mwanangu Rafa, Mohan, akasema naam baba. Asa mimi ni Mungu niliyeumba mbingu na nchi. Akasema sawa, ndio. Akasema najua umeokoka sana, lakini kuna jambo unanikosea. Unaniibia zaka. Sehemu ya 10 ya kila baraka nazokubarikia unaniibia. Akasema nilikuwa sijui hichi kitu. Fikiria mtu ni mtumishi wa Mungu wako wajibu kutoa sadaka zaka. Akasema naomba kuanzia leo kila utakachokuwa nakubariki usisahau kunipa sehemu ya 10. Akasema hamna shida baba. Akamuuliza sasa, nikamuuliza swali, nipeleke wapi? Akasema peleka kwenye organization ambayo iko inaleta wa missionary huko Afrika. Miaka hiyo ya 1800, 700 mpaka 800 wanaleta ma missionary. Akasema peleka hiyo sehemu ya 10 kwa hao watu. Akasema hamna shida. Mauzo yake ya kwanza ile faida akachukua sehemu ya 10 akawapelekea ile organization, ile kundi la linaloleta wa missionary, kuna kusponsor wa missionary kuleta huko, akawapa 10%. Anasema nilipopeleka 10% haikuchukua muda mrefu ile income yangu kaongezeka mara 2, ambao anasema haijawahi kutokea. Alafu ule uharaka wa kuinuka, anasema uchumi ulipoinuka mara 2 kipato changu, anasema nikaenda kwa Mungu sasa, mzee naona uchumi wangu au kipato changu kimeongezeka mara 2. Anasema Mungu akaniambia kama ilivyoongezeka mara 2 unabidi udouble tithe, ile dhaka inabidi uidouble pia. Baada ya kutoa 10% toa 20%. Akasema hamna shida. Anasema nikatoa 20% nikampelekea Mungu, nikawapelekea wa missionary. Nilipopeleka tu, na uzuri anasema aliniambia Mungu straight kwamba wewe hauwezi kwenda Afrika kuhubiri injili kwa namna hiyo kwa sababu unafanya biashara, ila kupitia fedha yako unaotoa wewe unaenda kuhubiri injili kwa njia ya fedha. Akasema hamna shida. Akachukua ile 20% akaipeleka. Alivyoipeleka tu, anasema haikuchukua muda mrefu ile income ikaenda mara 4, ikaongezeka mara 4. Ilivyoongezeka mara 4 nikarudi kwa Mungu, mzee income imeongezeka mara 4. Akasema kama ilivyoongezeka mara 4 zidisha pia zaka tena mara 4. Maana yake usitoe tena 20%, toa 40%, 40%. Akasema hamna shida. Akachukua akapeleka, baada akapeleka ile 40%. Haikuchukua muda mrefu ile income ikaenda mara 8. Na anasema ilipofika mpaka ile, na ilifika wakati nikatoa mpaka 90% ya zaka na baki na 10%. Lakini anasema ile 10% inayobaki nayo ni billions of US dollar. Kwa namna ambapo naweza nikabaki nikala mimi na kizazi changu na wamalizi hela. Hallelujah. 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 Na kueleza nini? Kumbuka hapa ninachokusikiza ni kwamba ukishaanza siupo njia nyembamba, si ndio? Mungu ameanza kubarikia. Kanuni ni ile ile. Mpe Mungu kwanza. Kwa nini? Unapompa Mungu kwanza, unavuta ongezeko zaidi ya kile ambacho nakubarikia. Zaka sio jambo la kidini. Kutoa sadaka sio jambo la kidini au la kidhehebu. Sio shughuli ya kidini au kidhehebu.
Kutoa sadaka ya aina yote pamoja na sadaka ya zaka ni shughuli, inahusu serikali ya Mungu na raia zake. Kanisani hapa ni kivuli tu, kwa sababu pia lazima tuende kanisani au watumishi au watu wengine ambao wanakuelekeza, lakini hilo jambo ni swala la wewe na Mungu aliyekupa hiyo nafasi ya kuishi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuanzia leo, mimi si muda mrefu nitaomba haya maombi. Mungu akianza kubarikia, neno la kwanza nasema usije ukanisahau katika mafanikio yako. Amen. 2, atakapoanza kupandisha nafasi, baraka zinamiminika kama mafuriko. Mbingu zimekuletea jambo la msingi hapa kwamba zingatia kipaumbele cha matumizi ya hizo baraka ambazo kubarikia. Kwanza mimi kabla mtu yote. Unapompa yeye, nimekupa shuhuda za watu waliotangulia katika imani pia, ambao waliona faida ya kumtanguliza Mungu kwanza kwenye zaka yao. Kofi mengi kwa Yesu aliye hai. Haleluya, 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 haleluya. Tumaini Mungu, mjue sana Mungu, tegemee Mungu. Baada ya hapo, kila atakachokubarikia tangulize Mungu kumpa kwanza kabla mtu yote kumpa. Hiyo ndio principle za ufalme wa Mungu, ndio kanuni ya Mungu wa roho. Haleluya. Ukitoka hapa kaishi hayo maisha. Sio ile na kuombea hapa, Mungu anaanza kubarikia ndo unatokomea huko huko wewe na duka lako. Kurudi huku na usikia unarudi shimoni jehanamu. Wangapi wanamthibitishia Mungu kwamba Mungu hatutapotea kwa sababu ya mafanikio utakayotupa? Alafu wangapi anasema tutakuwa waaminifu kwako? Alafu sema neno hili, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na wewe ambaye yamkini uko hapa, Mungu ameshaanza kupa hatua ya uchumi. Mimi nakwambia ukianza kutii maelekezo haya utaendelea kupanda juu zaidi, kupanda juu zaidi. Utaona Mungu anaanza kupanua mahema yako, kupanua mipaka ya umiliki wako. Lakini tii hayo maelekezo kwanza. Haleluya, 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 haleluya. Tutaenda kuomba hapa. Tutaenda kuomba wanaanza. Naona ndani yangu kisima kimeanza kutibuka. Naona nisije nikakizimisha hivi haraka haraka. Naomba tusimame, tusimame. Naona Roho Mtakatifu anasikia ndani yangu kwamba tayari ni muda wa wanadamu kujiliwa na Mungu. Ninyi watumishi ambao mko hapa, Mungu awape neema. Kumekuwa na changamoto pia ya watumishi pia kutoa sadaka zaka. Na hivyo sema Biblia inaeleza wazi kabisa. Amen. Wanapewa maelekezo wale Walawi kutoa zaka juu ya zaka zao kwa kuhani mkuu ambaye ndiye Haruni. Amen. Na kuna baraka pia nazo pia. Haleluya. Na Mungu anataka pia watumishi tuwe mabilionea, matajiri. Haleluya. Lakini kwa wakati wake na majira yake, tusipovunjika moyo. Haleluya. Haleluya kanisa. Inua mikono yako juu. Funika macho yako, funika macho yako, funika macho yako. Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Biblia inasema kila mwendaye Mungu sharti amini kwamba yupo. Uko tayari na unaamini kwamba Mungu yupo? Na anaweza kusaidia kuliko kambi ya giza. Unaweza kwamba unaamini kwamba Mungu anaweza kukutajirisha kuliko shetani. Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka, katika jina la Yesu. Rabbi, master, mwalimu mwema, rafiki, niko mbele zako, mtoto wako Rugano Ndile. Unanijua tokea mbali, mtumishi wako. Umenituma hapa Mabibo kusema na watoto wako kanisa lako la Dar es Salaam, maana hapa wako wengi ambao pia wengine sio watu wa Mabibo, lakini wamekuja hapa kuja kusikiliza wewe.
Rafiki, umenituma hapa kwa ajili ya kusema na hao watoto wako, lakini pia katika kile message ambayo umenipa uliendelea kunisisitiza kwamba niwaaminishe na kuwaeleza kweli yako, ya kwamba wewe ni Mungu ambao hujawahi kusema uongo, ni Mungu ambaye ni wa kweli. Tena kwako kuna utajiri na heshima, tena utajiri usiopimika. Na Mungu, niliwaeleza watoto wao kile ambacho aliniambia niwaeleze, ya kwamba unaweza ukafanikiwa bila hata kutenda dhambi. Lakini pia Mungu, niliwaeleza juu ya ahadi yako kwamba Mungu utawabariki siku ya mwisho, siku ya Jumapili ambayo ni leo. Utabadilisha maisha yao, utaachilia mvua ya baraka, utaachilia mafuriko ya baraka, utafungua milango. Hakuna tena chuma ulete, hakuna tena kushindwa kuuza bidhaa, hakuna mtu atakaye haswa kwenye kuuza bidhaa, maana amekutumaini wewe, amekutumaini, amekufanya wewe kuwa mwamba wake na kinga yake. Nami Mungu nimekuja mbele ya madhabahu yako ili ulitimize neno hili, ili wapate kuamini na wapate kuamini mtumishi wako, wapate kumwamini pia mtumishi wako kwamba ndio nena ni kweli. Rafiki, ninakuita sawa sawa na nguvu zako, shuka kwao, shuka kwao, shuka kwao. Kama kuna watu maono yao walikufa, ukishuka na jua maono yanapata uhai. Shuka kwao. Hata kama mikono adui alifanya aliharibu kiasi gani, najua ukishuka vitu vyote vinarudi mahali pake. Hata kama aliibiwa nyota, ukishuka nyota inakuja bila hata kuitwa, yenyewe inakuja, maana uwepo wako na uwezo kuvuta zaidi ya mtu kuita. Mungu ukishuka, heshima yake inarudi. Roho Mtakatifu, nguvu zako zishuke juu yao, zishuke juu yao, zishuke juu yao sawa sawa na neema yako, zishuke juu yao, ziwainue kwenye biashara, ziwainue kwenye uchumi, ziwainue nafasi ambazo umewapa kazini. Kuanzia leo wapate nafasi kubwa. Nguvu ya fedha ishuke juu yao kwa damu ya mwana kondoo. Ninaachilia baraka juu yao, ninaachilia baraka juu yao, ninafungua malango ya kimbingu juu yao, yakawe juu yao, yakawe juu yao, yakawe juu yao, yakawe juu yao. Madirisha yaliyobeba package ya baraka yakawe juu yao, yakawe juu yao. Kuanzia sasa pokea hiyo neema, pokea hayo malango, pokea hayo malango, pokea hayo malango. Malango yanafunguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Waliponena mabaya yanawarudia wenyewe kwa damu ya Yesu. Mungu anakuinua, Mungu anakuinua, Mungu anakuinua. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, sawa sawa na utajiri wa Mungu, sawa sawa na utajiri wa Mungu. Pokea, ukainuke, ukainuke, ukashine kuanzia leo kwenye biashara, ukashine kwenye ndoa, ukashine kwenye mahusiano, ukainuke kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu ziwe juu yako, ziwe juu yako. Pokea nguvu ya mabadiliko, nguvu za hatua kwa jina la Yesu Kristo. Na Roho Mtakatifu anashuka juu yako, anashuka juu yako, anakuja na hatua mpya, anakuja na msimu mpya, anakuja na mabadiliko mapya, anakuja ili kubadilisha kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu, 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 pokea. Iwe juu yako, iwe juu yako, iwe juu yako, iwe juu yako, iwe juu yako. Mbingu zinafunguka kwa ajili yako, mbingu zinafunguka juu yako. Kuanzia leo hautazama poza katika mikono yako, katika akili yako, kwenye kiti chako, kwenye biashara yako. Kwa jina la Yesu pokea double, double, double anointing, double, double. Milango ikawe double juu yako katika jina la Yesu. Damu ya Yesu. Sante Mungu kwa sababu umefanya katika maisha yao. Sante Mungu kwa sababu hautanyamaza juu yao. Sante Mungu kwa sababu unakuwa mtesi wa watesi wa mtesao. Sante Mungu kwa sababu unakuwa adui wa maadui zao. Sante Mungu kwa sababu unaenda kumtambulisha. Kibali kitang'aa, kibali kitaongezeka, nyota itang'aa kwa jina la Yesu. Ikang'ae maradufu kama nyota asubuhi, ikang'ae kwa jina la Yesu. Kila utakapoweka biashara ikang'ae kwa jina la Yesu.
wateja na wafungua wakafurike kwako kama mafuriko, ukauze pasipo na ukomo katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa sababu umesema ninayaangalia maneno ya mtumishi wangu nipate kuyaomba. Asante kwa sababu umeumba watoto wanapotoka marangoni hapa, wanapoenda makwao siku ya kesho na usiku wa leo wenyewe watapotoka hapa, waanze kutana mabadiliko ya kwako ndani yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Makofi mengi kwa Yesu aliye hai. Ukitoka hapa, toka ambaye unajua wewe ni mshindi. Usitoke hapa kama dhaifu. Ukitoka hapa nenda kwa kishindo. Lakini nakuhakikishia hapa kwenye hii madhabahu, ukitoka hapa usishangaa unapoingia ofisini kesho Jumatatu kila mtu anaanza kuogopa. Na nachoongea na uhakika 100%. Naongea hiki na uhakika 100%. Kama walikuwa wanakudharau ofisini, usishangae kesho anakuheshimu, anakuamkia. Hata uliyemzidi, aliyekuzidi umri. Nasema hivi, nimeona mahali vipi nilifanya mambo hivyo. Watu wanaamkiwa hata na watu wazima, shikamoo. Yaani sio shikamoo hiyo ya rohoni, wameona position yako imeendelea kuwa juu. Wala usije ukasema nazeeshwa. Usije ukasema nazeeshwa. Unashinda tu kusema kwamba tunakuona ni mtu tofauti. Wewe ni mtu mkubwa sana. Na usishangae kuanzia sasa unapotoka biashara utauza kuliko ambao sio kawaida. Wateja hata ukichelewa watakusubiri mlangoni. Hawataenda mahali popote. Maana umemwamini Mungu ambaye ni mwaminifu kufanya yote. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wa Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ijulikanike Mungu kwamba wanaokutumaini wewe hawajapati hasara hata moja. Ijulikanike. Naongea hapa nasikia ile neno la Daudi la Zaburi linalosema kwamba sijawahi kuona mwenye haki akiachwa. Sijui maana yake nini. Nasikia ndani hilo neno linasema ndani hajawahi kuachwa mwenye haki hata siku moja. Hata siku moja. Toka hapa kwa kishindo kikubwa. Unapoamka asubuhi unaweza, Yesu, ninaenda kuchukua hela zangu. Unapotoka, Biblia inasema fanyeni mambo yote kwa imani. Unapotoka, endelea kukiri kwamba asante kwa wateja ulioniletea siku ya leo. Ninaenda kuwapokea na kuchukua hela ambazo umeniletea. Enda kwa imani, enda kwa imani. Biblia inasema fanyeni yote kwa imani. Fanyeni yote kwa imani. Biblia inasema aliye dhaifu aseme nina nguvu. Aliye maskini aseme mimi ni tajiri. Habari ya kwamba utakuwa tajiri is not your business. Ni kazi ya Mungu aliyekwambia wewe kiri. Haleluya, haleluya. Makofi mengi kwa Yesu aliye hai. Makofi mengi kwa Yesu aliye hai. Sasa mimi nafanyaga hivi. Tutapiga makofi ya aina 3, aina 4. Amen. Kwanza tumpigie makofi Roho Mtakatifu ambaye ametukalisha hapa siku 7. Tumpe makofi mengi yeye. Piga makofi kwa Roho Mtakatifu. Piga makofi kwa Roho Mtakatifu. Mpe makofi yeye. Piga makofi. Piga makofi. Piga makofi kwa Roho Mtakatifu. Haleluya, 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 haleluya. Makofi mengi kwa Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu ametufundisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Makofi ya pili ni kwa Yesu aliye shujaa msalaba, aliye sababu ya uhai wetu, aliye sababu ya wokovu wetu, aliye sababu ya sisi kuendelea kuwa Wakristo.
Tumpe makofi yeye Yesu, shujaa wa msalaba, mwana kondoo wa Mungu. Piga makofi kwake, piga makofi kwake. Pokea heshima, mwana kondoo wa Mungu, uliyechukua dhambi ya ulimwengu. Pokea heshima. Haleluya, haleluya, haleluya. Rapapakokokorosi. Wewe Yesu uliyekuwa tajiri ukajifanya kuwa maskini ili sisi tuwe matajiri. Pokea heshima Roho Mtakatifu Yesu. Pokea heshima Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Watatu ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye hakuumbwa, aliumba, ambaye ndani yake hana madoa, amejaa ukamilifu mkubwa. Yeye ambaye ndiye Jehova ile, Jehova Nisi, Jehova Makadeshi, Jehova Elohim. Tumpe makofi mengi Mungu aliyeumba mbingu na nchi, mfalme wetu. Mpe makofi mengi, piga makofi mengi, piga makofi mengi. Haleluya, 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 haleluya. Makofi mengi kwa Yesu, makofi mengi kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Haleluya, haleluya, haleluya. Makofi ya mwisho tunaipigia serikali iliyo bora, inayojali raia zake, yenye mkakati mzuri juu ya raia zake, ambayo ukilia tu imeshafika hudumia. Tuipigie makofi serikali bora kuliko serikali yote, serikali ya Mungu. Piga makofi kwa serikali ya Mungu, piga makofi kwa serikali ya Mungu. Ipe heshima, ipe heshima. Makofi mengi kwayo, makofi mengi. Iheshimishe, 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 iheshimishe kwa makofi. Pokea heshima. Rapapakoko rimando na wasia na makofi. Haleluya, 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 haleluya. Rimamanda na wasia rabakoko rabasi rikara mandora wasia rabakoko rimandora wasia. Haleluya. Nisikilize, jambo linalofanya na mwisho ni hili. Yote yaliyotendeka hapa, wala msije mkainua kichwa maneno yenu kunipa utukufu mimi ni kama ninyi. Tunafanyaje sasa? Tunaenda mbele za Mungu wote, tunatupa taji za heshima, kwamba yeye ndiye aliyefanya yote, na sio Rugano wala Priska wala mchungaji wala mwinjilisti wala kanisa. Ni yeye ndiye aliyefanya. Kwa hiyo twende mbele za Mungu, tutupe taji zetu za heshima. Heshima zote tumpe yeye. Hebu twende mbele za Mungu, tupa taji za heshima. Tunakupa wewe Mungu peke yako. Heshima ni yako. Wewe ndio uliyefanya, wewe ndio uliyefundisha, wewe ndio uliyeponya, wewe ndio uliyesimamia ratiba zote. Pokea heshima. Taji za heshima zote tunatupa mbele ya madhabahu yako, kama vile wazee 24 na wenye uhai 4 walipotupa taji zao za heshima mbele zako, wakisema mtakatifu, mtakatifu peke yako ndio unastahili kuabudiwa. Hata mimi Lugano sistahili hata kugusa wala kugusa hata tone la utukufu, nami ninaungana na hao watu ulionituma kwao. Ninakutukuza wewe. Wewe ndio uliyefanya, wewe ndio uliyehubiri, wewe ndio uliyefundisha, wewe ndio uliyebadilisha, wewe ndio uliyewainua, wewe ndio uliyewabariki. Mimi ni kama kipaza sauti, tena ni kama mtumwa asiye na faida. Maana ndivyo Yesu alisema, mkitumika semeni ya kwamba ninyi ni watumwa wasio na faida tu, maana anayefanya ni Mungu. Heshima ni zako peke yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Makofi mengi kwa Yesu hai. Sasa tumeshalitangaza hapo, nahitaji na mimi pia mniombee, si ndio? Na mimi pia niombee, niombee na mimi, niombee mimi, niombee na watoto, niombee na mke wangu, niombee na utumishi wangu na afya yangu. Tunawindwa sana, ni Mungu tu anaficha hili jambo, lakini wakati mwingine ni siri zetu, hatuwezi kuongea madhabahuni hapa. Nilichokutana hapa Mabibo, lakini ni siri tu ya Mungu, kwamba Mungu anasema tunafanya mwenyewe.
Tunapona kwa sababu ya neema ya Mungu, kwa sababu maombi ya watakatifu tunaendelea kuomba. Mkiongeza na haya pamoja na baba na wachungaji hapa, itakuwa salama zaidi mkononi mwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Karibu kwa taratibu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, Mfalme mwema, Jehova unayestahili wewe peke yako Bwana, tunajimimina kwako Mungu wetu mtakatifu, tunajimimina kwako Mfalme wetu, tukimwachilia mtumishi wako mikononi mwako Bwana. Tunakupa sifa kwa jinsi ambavyo umeendelea kumtumia Bwana. Sisi tumeshuhudia yale yote ambayo Bwana ameyasema kutoka kwako. Roho Mtakatifu aliyemweka ndani yake Bwana. Wewe Mungu, tunakuja kwako Mfalme tukikuinua. Tunaendelea kuomba bubujiko na maji ya uzima ndani yake Bwana. Funike Mungu wetu kwa wingu lako la utukufu Bwana. Funike Bwana kwa Roho wako Mtakatifu. Ye Mungu, ona ameacha mambo mengi, lakini yupo hapa kukutumikia. Watu wamefunguliwa, watu waliokata tamaa wamerudi tena, watu walioumia wamepata faraja. Ye Mungu, umeweka kitu kwa ajili ya mtumishi wako, na sisi Mungu tuko kwa pamoja tukimwombea Bwana. O Mungu, tunakuomba Mfalme wa ajabu, mwepushe na balaa yoyote ya mwovu Shetani, mwepushe na balaa yoyote, mwepushe na balaa yoyote katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu aliye hai, tunakuinua Mfalme wetu, tukikuomba Bwana umuongoze siku zote katika maisha yake. Roho Mtakatifu wako asimpungukie. Umoja wetu Mungu, tunakuomba usikie maombi yetu haya, tukiomba mema katika jina la Yesu Kristo, kwa familia yake, watoto wake, ndugu zake, jamaa na marafiki, kila mmoja Bwana anapomtazama, anapomwona, akapate kukuona wewe Bwana, kama sisi ambavyo tumekuona Mungu kupitia yeye. Pokea sifa na utukufu Bwana, wewe ambaye peke yako unastahili sifa Bwana. Asante Mungu wetu aliye mwema. kwamba si tu pekeni muinuke na mimi pia niinuke. Haleluya. Kwa tunainuka wote, hamna anayebaki chini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunaenda wote juu. Haleluya. Ni muda mzuri wa kutoa sadaka sasa. Lakini pia vitabu viko hapa. Leo ni siku ya mwisho. Nitamani kuacha baadhi ya vitabu sana kutoka hapa naelekea Morogoro. Toa Morogoro na kuja Tabata. Labda wale ambao labda wameshindwa kabisa hawana hela ila wana uhakika ndani ya wiki ya kesho Tabata. Tunataka tujue idadi yao, tena tuachie vitabu pale. Then vingine tuondoke navyo kwa ajili ya huduma mahali pengine. Amena. Lakini pia hata kama huna cash, una simu, una hela kwenye simu, unaweza pia ukatoa pale kwa njia ya simu. Namba ya simu ziko pale, utatolewa, utarusha ili mradi akisha tu unapata kitabu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Shika sadaka yako. Bwana Yesu uliyeumba mbingu na nchi, tumeleta sadaka yetu madhabahuni pako kama alama ya kutambua kile ambacho umefanya kwetu. Ni asante yetu.
Tazame kila mmoja ametoa kwa kadi ya kufanikiwa kwake. Tena najua, ninaamini, si kwa kulazimishwa wala kushawishiwa, ni kwa moyo wa hiari, kwa sababu umemfundisha, amekujua na amekuja kwa moyo wa furaha na kicheko ndani ya moyo wake, akijua kwamba anamletea Mungu anayemjua, anayebadilisha maisha yake. Bwana Yesu, pokea hii sadaka, ukafanye sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini ya kwamba tuliomba, umefanya na tumepokea, amekuwa ni yetu. Kuanzia sasa tunaendelea kuyaishi uliotupa baada ya kutoa sadaka, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Siku ya leo ni leo, ni sasa. Siku ya furaha ni leo, siku ya furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi na furahi, utukufu